Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunavitoa katika chaneli hii pendwa ya kanisa la saa 11. Karibuni sana tena wakati ambapo tumekuwa kwa muda mrefu tukiwa kule field katika kazi, lakini leo pia tumekutana katika mahubiri mtandaoni. Kwa hivyo jina la Bwana litukuzwe, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote mpaka sasa tunakutana tukiwa hai, ili kwamba kazi yake izidi kufanyika. Tupige magoti tuombe kwa ajili ya kuendelea na mwendelezo wa vipindi vyetu. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako, kwa kutoa kile ambacho ulikuwa nacho, hasa kwa mwana wako kuruhusu kufanya kitu cha namna hiyo. Ni upendo wa ajabu kiasi gani kwa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Tunajinyenyekeza mbele zako tukiamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi na utaendelea kututia nguvu, hasa katika wakati huu tunapokuwa tukiendelea kujifunza masomo haya ya kweli za milele, ili kwamba tushinde dhambi. Tunahitaji ulimwengu ujue kwamba giza limeifunika dunia, ni giza la kutokufahamu wewe vyema, na hasa watu wakikufahamu vyema wataishinda dhambi na kuchukia uovu. Asante kwa kuwa umesikia. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kwa ajili ya kuendelea kutufundisha. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wetu Yesu Kristo atukuzwe sana. Leo nimekuja na somo ambalo linasema, ambalo linasema kwamba Biblia na roho ya unabii vyafafanua nafsi tatu za uungu. Biblia na roho ya unabii vyafafanua nafsi tatu za uungu. Tarudia tena, Biblia na roho ya unabii vyafafanua nafsi tatu za uungu. Wengi wanapinga, wanaposikia nafsi tatu wanakuwa kama vile na allergy na kutamka hilo neno. Yaani mtu anaposikia nafsi tatu za uungu anakuwa na mashaka. Sasa issue kubwa, usiwe na allergy ama usiwe na mzio wa kusikia nafsi tatu za uungu kachukia kabisa. Inatakiwa uchunguze kwamba yani inakujaje mpaka tunapata nafsi tatu za uungu, wakati tunaamini ya kwamba uumbaji umefanywa na nafsi kuu mbili za milele, nafsi ya Baba na nafsi ya Mwana. Tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu na roho ya unabii ndivyo inavyosema. Lakini nafsi tatu za uungu zimekujaje?
wakati kabla ya nalidhaliwa tumekuwa na nafsi kuu mbili? Lazima utajiuliza hayo maswali, na utakapojiuliza hayo maswali, ninaamini ya kwamba utapata majibu yake, kwamba nafsi tatu za uungu zimekujaje. Naam, tutaenda moja kwa moja katika usomaji, tena moja kwa moja katika kusoma na kufuatilia kwa habari ya jambo hili, ili kwamba tuweze kuelewa zaidi kuhusu somo hili. Kumbuka somo linasema Biblia na roho ya unabii vyafafanua nafsi tatu za uungu. Tukiangalia katika kitabu cha Zekaria, ni Zekaria 6:12, Biblia takatifu inasema ni Zekaria 6:12, Biblia takatifu inasema hivi. Anasema Zekaria 6:13, sio 12, ni 10. Anasema hivi, naam, yeye atalijenga hekaru la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani. Anasema kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Hapa tumeona wengi, watu wawili, watu wa umoja wanakimbilia hapa katika fungu la Zekaria 6:13, na tutaenda kuangalia mafungu pia mengine. Wanakimbilia katika mafungu hayo, na mafungu hayo yako vizuri kabisa, yako light kabisa, yanazungumza habari za nafsi kuu mbili ambazo zimekuwa katika zimekuwepo kabla ya tendo la kuzaliwa. Katika sura nyingine halijafanyika, kabla ya tendo la nalidhaliwa halijafanyika. Tunaona kulikuwepo na nafsi kuu mbili za milele, ambazo nafsi hizo kuu mbili zimehusika katika uumbaji. Tutaenda kuona sasa, tutakwenda kuona mwishoni. Sasa je, nafsi tatu za uungu zimepatikanaje? Nafsi tatu za uungu zimepatikanaje? Sikiliza mpendwa, tarudia. Zekaria 6:13 inasema hivi, naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona kwamba shauri la amani linakuwa kati ya hao wawili. Sasa utajiuliza swali, sasa nafsi tatu za uungu zinapatikanaje? Au nyie ni wapinga Kristo? Wengine watauliza, ina maana nyie ni wapinga Kristo, mnakuja na utatu mtakatifu hapa? Hapana. Tunapaswa kuelewa katika Biblia hakuna utatu, katika Biblia hakuna uwili, katika Biblia hakuna umoja. Katika Biblia kuna kitu kinaitwa uungu. Kwa hivyo nitajaribu kudokeza habari za uungu ambao unatuonyesha kwamba kuna nafsi tatu za uungu. Sasa Zekaria imesema shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Lakini pia ukiendelea katika kitabu cha Mwanzo 1:26, tunaona anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kitambaa na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Tarudia 26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ukiangalia hapa utaona ni zaidi ya nafsi moja ambayo inahusika katika uumbaji. Maana yake unaona kabisa, ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8:6 inakuja kuonyesha kwa habari ya hizo nafsi kuu mbili ni ipi na ipi. Alafu tutaanza kujua sasa nafsi tatu zimepatikanaje. Tutapeana majibu huko mbele. Tuangalie Biblia inasemaje. Wakorinto wa kwanza 8:6, Biblia inasema hivi,
lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Ukiangalia hapa anasema anasema there is but one God the Father, ambapo tumeambiwa kuna one God the Father, alafu pia akamalizia and one Lord Jesus Christ, by whom are all things and we by him. Kwa hiyo tunaonyesha kabisa vitu vyote vimeumbwa kwa nafsi ya nafsi kumbi, nasema Baba na Mwana. Sasa utajiuliza swali, sasa nafsi tatu za uungu zimepatikanaje? Kwa hiyo tunapokuwa tukijifunza juu ya nafsi tatu za uungu, lazima uwe makini, usikurupuke ukasema sasa huu ni upinga Kristo, mama atuletea hapa utatu. Hapana. Biblia haina utatu wala uwili wala umoja. Biblia ina kitu kinaitwa uungu, na huo uungu wa kweli una nafsi tatu, na tutaona kama tunavyoendelea kujifunza tutaona zinapatikanaje. Kwa hiyo kabla ya tendo la kuzaliwa, katika sura nyingine tunaona nafsi ambazo zimehusika katika uumbaji ni nafsi ya Baba na ya Mwana, nafsi kuu mbili za milele. Lakini pia katika kitabu cha Mwanzo 1:1 hadi 3 Biblia imesema hivi. Tasoma kitabu hicho Mwanzo 1 kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la 3. Biblia imesema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa utupu, na anasema na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hapa unaona kabisa sasa, utajua sasa ina maana watu wa umoja sasa ndio wanakimbilia hapa. Ina maana kumbe haikuwa ni Mungu, si mmoja. Lakini ukishuka 1:26 utashangaa, anasema Mungu akasema tumfanye mtu, maana yake zaidi ya nafsi moja. Wakorintho wa kwanza nimeisoma, imetuambia kwamba lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Kwa hivyo ukiwafuata wanawili wanakimbilia hapa, wanasema kwa hiyo kuna nafsi kuu mbili za milele. Ni kweli kuna nafsi zikuwepo, nafsi kuu mbili za milele, lakini hapo takujibu ni kwamba kabla ya tendo la kuzaliwa katika sura nyingine, ama kabla ya tendo la nalidhaliwa, yaani kabla ya tendo la Kristo kuwa mzaliwa wa kwanza, kulikuwepo na nafsi kuu mbili za milele na zilizo sawa. Sasa basi, katika Wakolosai 1:15 ndipo hapo sasa tunakuja kuona kwamba kuna kitu kinaongezeka. Wakolosai 1:15, ngoja niisome, lakini ingependeza zaidi tukaanza na Mithali 8. Mithali 8 tutaanzia tafungu la 22 hapo. Naomba tusome. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hebu tuwe pamoja katika Mithali 8:22. Maandiko matakatifu, Biblia inasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia, wakati visipokuwako virindi. Na niko 24, wakati visipokuwako virindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipothibitisha mbingu na alikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilizopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwa maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Sasa hapa tunaona kuna kitu kinaitwa, kuna kauli hapa ameitumia, inasema
kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Hiyo ni 8:25. Lakini pia 8:24, yaani mafungu haya mawili ya 24 na 25, kuna picha tunaipata hapo. Anasema wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati visipokuwako chemchemi zilizojaa maji. Sasa ukiangalia hapa utagundua kuna kitu lazima kiongezeke. Hapa tutapinga, lakini lazima tujue kwamba kuna kitu kinaongezeka. Lakini hiyo tumeisoma katika kitabu cha Mithali. Lakini pia twende kitabu cha Wakolosai 1:15. Ndipo kauli za unakuta kauli za mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, unakuta mwanzo na mwisho. Sasa makundi mbalimbali hapa Tanzania na nje wakifika hapo wanasema sasa Yesu ana mwanzo. Huo ndio ujumbe wa kilio kikuu. Na wengine wameshamaliza Yesu kabisa. Yesu ana mwanzo, kuna Baba na Mwana, wamemaliza. Lakini lazima tujue kwamba kuna kitu fulani ambacho kilifanyika. Yaani mpango wa ukombozi ulipopangwa lazima awepo na lazima nafsi moja itengwe katika ofisi ya ukombozi. Yaani nafsi moja iingie katika ofisi ya ukombozi. Sasa roho moja wa milele lazima igaramike kupata namna ambavyo ukombozi utaweza kukamilika. Naomba nisome kitabu cha Wakolosai 1:15 tuangalie hizo kauli za mzaliwa wa kwanza, kauli za nalizaliwa zinakuwa zikianza pale ambapo Kristo anaacha enzi ama anatoka katika kifua cha Baba. Wakolosai 1:15 hapo nitasoma katika Wakolosai 1:15. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Biblia inasema hivi: naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yaani Kristo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Anasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, yaani firstborn of every creature, firstborn of every creature, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultan au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa njia na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Yaani naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Sasa walio wengi wanaposikia neno mwanzo, yani in the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Sasa wanapofikia hapa wanapigia mstari kwamba Yesu ana mwanzo, lakini wanashindwa kujua kwamba kauli hizi za katika mafungu haya Wakolosai, kauli za katika kitabu cha Mithali ni kauli ambazo zinaonyesha wazi ukweli kwamba Yesu anapotoka katika kifua cha Baba, ama Yesu anapoacha enzi na utukufu, Yesu anaposhuka chini, Yesu anapojinyenyekeza kwa ajili ya viumbe wake watakatifu ambao alijua kwamba wataingia dhambini, kuanzia kule juu mbinguni malaika na mpaka chini duniani wanadamu. Kwa hivyo lazima aingie katika hali ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Lazima achukue umbo ambalo atakaa na wale viumbe wake bila kuwadhuru kwa ile hali aliyokuwepo nayo. Hali aliyokuwa nayo ni ya moto urao pamoja na Baba yake. Sasa ile hali hangeweza kuwa nayo katika hangeweza kuendelea kuishikilia katika kukamilisha ukombozi. Kwa hiyo nafsi nyingine inaongezeka. Nafsi nyingine inaongezeka katika zile kuu mbili za milele. Kuna nafsi nyingine inaongezeka, na imeongezeka baada ya Kristo kuacha enzi na utukufu, kuweka kando vazi lake la kifarume, kushuka na kuwa mzaliwa wa kwanza katika wafu, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Katika kitabu cha Waebrania 2:16 tutakuwa tukisoma hapo. Waebrania 2:16,
Katika kitabu cha Waebrania 2:16 Biblia takatifu inasema, Waebrania 2:16 maandiko matakatifu yanasema hivi, anasema hivi, nitaanza na ngoja nisome fungu la 16 kwanza alafu tutaendelea. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Anatoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo Kristo anatoa asili, tunaambiwa anatoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Yesu anatoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Sasa anapotoa asili ya mzao wa Ibrahimu, lazima tupinge tusipinge, ni kwamba tunaamini na lazima tuamini kwamba Kristo anafanyiza nafsi mbili, yani ana asili mbili. Sasa ukipinga kwamba hana asili mbili, nitakuuliza swali. Kwa nini katika Agano Jipya tukute neno mwana wa Adamu? Lakini pia kwa nini tukute pia neno Holy Ghost? Kumbe kuna kitu kinaitwa mabadiliko yanatokea baada ya Yesu kuwa mzaliwa wa kwanza, nafsi nyingine ya ubinadamu inaongezeka. Na ndio tunaona hapa amekuwa anasema ni mzao wa Ibrahimu. Kama ni mzao wa Ibrahimu, basi sasa amechukua asili yetu. Amechukua asili yetu ya kuanguka. Biblia inasema Biblia inasema kwamba hatwai asili ya malaika. Anasema hatoi hata asili, anasema ni hata hatoi asili ya malaika, anachukua asili ya mzao wa Ibrahimu. Maana yake ni mwana wa Adamu. Adamu wa mwisho. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika chaneli yetu hii pendwa ya Kanisa la Saa 11, tamani uelewe jambo moja, ya kwamba mbingu zimegalamika kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Kwa hiyo unaposikia nafsi tatu za uungu, usikurupuke ukawa na mzio hata wa kusikia kitu kilichoitwa nafsi tatu za uungu. Hebu kaa kwa makini utafakari, hizi nafsi tatu za uungu zinakujaje? Mbona zilikuwa mbili mwanzoni? Mbona zilikuwa mbili kabla ya Kristo kuzaliwa katika sura nyingine? Mbona zilikuwa mbili kabla ya Kristo kuwa katika hali yanazaliwa? Kumbe majibu yanakuja ni kwamba nafsi ya tatu imeongezeka baada ya Yesu kuacha enzi na utukufu, baada ya Yesu kuacha ile hali ya kuwa sawa na Mungu. Naomba tuone kitabu cha Wafilipi 2. Wafilipi 2 fungu la 5. Biblia takatifu inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Sasa anapotwaa, and was made in the likeness of men, anasema naye akaundwa ama akawa, yani akapewa umbo lingine, yani akawa na umbo lingine, akaingia katika umbo lingine, akachukua, kwa lugha nyingine akachukua umbo lingine, umbo la kibinadamu. Lakini habari njema ni kwamba umbo hilo la kibinadamu tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Waebrania 2:11, naomba tukaisome. Waebrania 2:11. Waebrania 2:11 inasema, maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja, kwa ajili hii hao ni haya kuwaita ndugu zake. Sasa paka nafikia hatua ya kuita si ndugu zake moja kwa moja, si amechukua hali yetu. Sasa kama amechukua hali yetu, haoni haya kutuita ndugu zake, haoni haya kutuita marafiki zake. Hiyo ni kwa sababu ameshaingia katika hali nyingine, hali kama yetu. Ile asili yake ya kwanza iko wapi? Ndio tunaona ile ndiyo nafsi ya tatu ya uungu. Maana yake ni mabadiliko
nafsi ya pili inachukuliwa na ule ubinadamu wake ambao sasa ndio anao. Biblia inaendelea kusema katika kitabu, katika fungu la 12, akasema nitailihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Na tena nitakuwa nimemtumainia yeye, na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kitabu cha katika fungu la 17, hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Kwa hivyo mpaka anafikia katika hatua hii, ni hatua ambayo anaipitia ili afanye suluhu kwa ajili ya ndugu zake. Kwa hiyo unaposikia nafsi tatu za uungu, usishangae, maana ni gharama ambayo Kristo ameipitia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ni gharama ambayo Kristo ameipitia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo unapaswa kufahamu jambo moja, ya kwamba mbingu zimegharamika sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili kwamba tuweze kuokolewa. Kwa hivyo somo langu kama ambavyo nimekuambia linasema Biblia na roho ya unabii vyafafanua nafsi tatu za uungu. Na tena nikusomea hata nukuu za Ellen White zinazozungumzia habari ya nafsi tatu za uungu. Kwa hiyo tuendelee hapo, tuendelee kuona Biblia inasemaje juu ya mambo haya. Biblia inasemaje juu ya mambo haya? Biblia inasemaje? Anasema tunapewa roho au uzima au nguvu au msaada toka kwa Yesu, ili utusaidie kuishinda dhambi na kufaa kuitwa watakatifu. Roho wa Yesu anapaswa kuwa kiongozi wetu. Na hapa nilikuwa nafuatilia jambo moja juu ya swala hili, nikawa naangalia kwamba katika kitabu cha kile cha Waebrania 2:11 nikatafakari jambo moja, ya kwamba Yesu amechukua asili yetu na haoni aibu kutuita ndugu zake, ndugu zake kabisa. Na ukisoma Yohana 14:16, Biblia inasema kwamba anapowaacha wanafunzi wake anawaambia atawapatia msaidizi akae nao milele. Sasa utagundua kabisa kwamba Yesu bado anajaribu kuwaonyesha wanafunzi kwamba msaidizi yeye yuko nao kimwili hapo. Kwa hivyo lazima akaombe kile alichokiacha kwa baba yake. Yaani aliposhuka chini, alipoacha enzi na utukufu, kuna kitu alimkabidhi baba yake. Ni kitu gani? Ukisoma leo unabii kitabu cha Desire of Ages, tutaenda kutusome, alimkabidhi fimbo yake ya kifarume, alimkabidhi enzi, alimkabidhi utukufu wake, alimkabidhi mamlaka yake. Kwa hiyo anapomkabidhi mamlaka yake moja, anapomkabidhi enzi yake, na yeye anaposhuka chini, anaposhuka na kutoa namna ya mtumwa, anapotoa namna ya mtumwa, anapoingia katika utumishi wa kudhalauliwa, sasa moja kwa moja anasema sitawaacha ninyi yatima, ninakuja kwenu. Sitawaacha ninyi yatima, ninakuja kwenu. Na anasema anapokuja kwetu, yeye ndiye msaidizi. Anasema ni msaidizi
mwingine. Msaidizi mwingine ni msaidizi mwingine. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba Yohana 14:16 hilo jambo limezungumzwa. Naomba niisome katika Yohana 14 hilo jambo limezungumzwa. Ni Yohana Injili, ndugu mtazamaji, Yohana Injili 14 fungu lile la 16. Biblia inasema hivi: nani mimi nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi anasema hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Na huyo, habari njema ni kwamba huyo tumemwona anaitwa msaidizi mwingine. Ameitwa msaidizi mwingine. Ameitwa msaidizi mwingine. Anasema kwamba huyo msaidizi mwingine walikuwa naye na akaahidi kwamba atakuja awe nao mioyoni mwao. Maana yake walikuwa naye katika mwili. Sasa lazima aondoke, maana asipoondoka hawezi kuja. Kwa hivyo anapokuja anakuwa mwakilishi wake hapa duniani. Ndio utambue kwamba mbingu zimegharamika sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mbingu zimegharamika sana kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo tusipotumia fursa ambayo tumepewa katika kumtumikia Mungu na kuona kwamba kuna uzito mkubwa katika swala hilo, tutashindwa kabisa. Lazima kila mmoja tuambiwe kwamba mbingu zimegharamika kwa ajili yake. Mbingu zimegharamika kwa ajili yake, ili kwamba kila mtu awe na uwezo wa kushinda dhambi. Lakini pia Yohana 14 fungu la 18, Yesu alisema hawezi kuwaacha wanafunzi wakiwa yatima, akawaahidi anakuja kwao. Sasa anakuja kwao kwa njia gani? Alikuwa nao kimwili katika ubinadamu. Sasa anakuja kwao kwa ile asili yake ya awali, yani ile roho wake mtakatifu. Roho wake mtakatifu akiwa mbinguni ni mwana wa Adamu na mwombezi wetu. Kusoma Yohana 1:1 hadi 2 inazungumza hilo. Naomba niisome waraka wa kwanza wa Yohana 2, nikianzia fungu la sura ya 2 ikianzia fungu la kwanza hadi la 2. Anasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo Yesu ndiye kipatanishi chetu. Anasema ndiye mwombezi wetu. Ndiye kipatanishi chetu. Kwa hiyo sasa anafanya kazi ya uombezi mbinguni. Na nilikuwa nafuatia kitabu hiki hapa, kitabu kizuri sana hiki hapa. Japokuwa wengi ni wakosoaji wakubwa. Hii kitabu ni kitabu kizuri sana, neno alifanyika mwili, kitabu kizuri sana. Kwa nikiangalia nikifuatia kinasema kwamba mwandishi amenukuu kitabu kimoja cha roho ya unabii, kikasema kwamba sasa ni mwombezi wetu akiwa katika hali ya ubinadamu. Akiwa katika hali
ya ubinadamu. Sasa unafikiri hali hiyo kweli jamani? Wewe unafikiri hatua hiyo ni ndogo? Anasema akiwa katika hali ya ubinadamu wetu, sasa ni muombezi. Sasa ni muombezi. Kwa nafuatilia hapo, hiyo nukuu ikanifurahisha kweli. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba ni mambo ambayo yalitokea ili kwamba tuweze. Sikiliza hii nukuu tena na kusomea. Ukiwa na kitabu hiki hapa, ufuatilie neno alifanyika mwili. Na stoma hapa ni ukurasa wa 151. Amenukuu, mwandishi amenukuu kitabu cha Signs of the Times ya Julai 15, 1908 aya 7. Mjumbe wa Mungu anasema, mwana wa Mungu sasa akiwa upande wa mkono wa kuume wa Baba bado anasihi kama mwombezi wa mwanadamu, bado anabakiza asili yake ya ubinadamu, bado ni mwokozi wa mwanadamu, bado anabakiza asili yake ya ubinadamu. Kwa hiyo unaona kabisa hapa Yesu amejitoa kafara, amebaki na ubinadamu wetu. Ile asili yake ya awali ilienda wapi? Manake ndiyo hiyo nafsi ya tatu ya uungu, Roho wake Mtakatifu ambaye amemwacha kwetu kama mwakilishi wetu. Naomba niendelee kidogo hapa. Na nitasoma katika pia kitabu cha Waebrania 9:11. Nimetoa dokezo kwamba akiwa mbinguni ni mwana wa Adamu na mwombezi wetu. Nikatoa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2, lakini pia nitaenda pia nitoe kitabu cha Waebrania 9:11. Nafikiri pia nayo nitaisoma ili kwamba tuweze kuendelea kuangalia namna ambavyo Biblia imeeleza juu ya nafsi tatu za uungu. 9:11 Biblia inasema kwamba lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema atakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Haleluya! Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa hiyo ukisoma fungu la 15 anasema watu anze tu fungu la 14. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana yake kwa hiyo hari, kwa kuchukua hari hiyo ya kuwa mwombezi wetu, maana yake tunapokea ahadi ya urithi wa milele. Kwa hivyo mbingu zimegharamika sana. Mbingu zilishuka chini kwa ajili ya ukombozi wetu, ndugu msikilizaji na mtazamaji katika chaneli hii pendwa ya Kanisa la Saa 11. Taongeza nukuu. Kumbuka hii ni sehemu ya kwanza. Somo hili ni sehemu ya kwanza na nilikuwa sijakwambia, lakini ni sehemu ya kwanza. Kuna sehemu ya pili. Biblia na roho ya unabii vinafafanua nafsi tatu za uungu. Kwa hiyo ngoja nikakupatie pia nukuu za Ellen G. White ambazo zinazungumza habari ya nafsi tatu za uungu. Lakini katika nafsi tatu za uungu, mbili zikiwa ni za milele, hazina mwanzo wala mwisho, zimekuwepo milele zote. Nafsi ya Kristo na nafsi roho wa Kristo na roho wa Baba ni nafsi ambazo zimekuwepo milele zote. Lakini ubinadamu wa Kristo, hiyo nafsi ina mwanzo, ni matokeo ya kafara. Yaani baada ya Kristo kuacha enzi na kuwa mzaliwa wa kwanza, basi ikatokea nafsi inayoitwa ubinadamu wa Kristo au mwana wa Adamu au
mwana wa Mungu katika upeo mpya, au yani ni majina mengi, Immanueli, Mungu pamoja nasi, au Mungu mwanadamu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tuendelee kutafakari na kuangalia namna ambavyo Biblia imemfunua huyu Kristo katika nafsi zake mbili. Nafsi ya kwanza ikiwa ni ya ubinadamu wake alionayo sasa hivi, nafsi ya pili ikiwa ni ya hali yake ile ya kwanza aliyokuwepo nayo, ambayo ametuachia sisi milele kama zawadi, kama urithi, ili kwamba tuweze kushinda dhambi. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuendelee kuangalia, na nimekuambia kwamba nitakupatia nukuu ambazo zinazungumzia habari ya nafsi tatu za uungu. Nafikiri nimekwisha kupata. Tuanze tuzisome alafu tuendelee. Tuzisome alafu tuendelee. Nitasoma. Tasoma kabisa ili kwamba tuweze kuendelea kutafakari nukuu hizi, na unatakiwa unapozisikia usikurupuke ukaanza kusema kwamba hawa watu vipi? Hawa watu vipi? Sikiliza. Anasema hivi. Hapa na nukuu katika kitabu kinachoitwa Southern Watchman cha Septemba 13 cha mwaka 1898, Christ Representatives. Anasema hakuna anayeshikilia sheria ya Mungu isipokuwa wampende yeye aliyemzaliwa wa pekee wa Baba, na hakuna hata kidogo. Ikiwa wanampenda, wataonyesha upendo wao na utii kwake. Wote wanaompenda Kristo watapendwa na Baba, naye atajidhihirisha kwao katika dharura na mashaka yao yote. Watapata msaidizi katika Yesu Kristo. Yaani ule msaidizi ni Yesu Kristo. Jesus Christ ndiyo msaidizi ambaye tumeambiwa hapo kwamba Kristo ajidhihirishe kwao na bado asionekane na ulimwengu. Ilikuwa siri kwa wanafunzi. Hawakuweza kuelewa maneno ya Kristo kwa maana yao ya kiroho. Walikuwa wakifikiria udhihirisho wa nje unaoonekana. Hawakuweza kuzingatia ukweli kwamba wangeweza kuwa na uwepo wa Kristo pamoja nao, na hata hivyo yeye asionekana na ulimwengu. Hawakuelewa maana ya udhihirisho wa kiroho. Kumbe anajidhihirisha kiroho. Ni ule uzima wake, ni ile hali yake ya kwanza inaingia mioyoni mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia katika Signs of the Times za Julai 23 ya mwaka 1996, mjumbe wa Mungu amesema katika maneno yanayosema come unto me and drink. Anasema wakati atakapopanda kwenda kwa Baba, ndipo mfariji ambaye Mwokozi aliahidi kumtuma atakuja. Yesu aliahidi kujidhihirisha kupitia Roho Mtakatifu kwa kila mtu atakayemfuata na kumwamini. Kwa hivyo kila anayemwamini na kumfuata ameahidi kwamba atajidhihirisha. Lakini pia katika kitabu kinachoitwa Ellen G. White Letter 11, barua ya 11A ya mwaka 1894 to Captain Christensen ya Januari 2 ya mwaka wa 1894, mjumbe Mungu anasema Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo. Haleluya! Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo. Kwa hivyo hapa nazungumzia kwa habari ya ile nafsi ya tatu ya uungu ambayo imeshika nafasi ya Roho wa Kristo. Ile nafsi ya pili ni ubinadamu wa Kristo ambao tutaukuta hata kule mbinguni, na sasa upo mpaka sasa. Leo mbinguni ndio tukuzwa, ambapo sasa Kristo anaendelea na ile hali ya ubinadamu akiendelea kutuombea
na akiendelea kuwa kama mwombezi wetu. Lakini nafasi ya kwanza ikiwa imeshikwa na nafsi ya Baba, ambaye sasa naye yuko kule mbinguni, ambaye anasema katika maandiko sema kwamba hakuna aliyemuona Mungu wakati wote isipokuwa Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Lakini pia katika barua ya 18 ya mwaka 1995 kwa J.O. Corris, mjumbe Mungu anasema imani ya kweli kwa Mungu kila wakati, imani ya kweli kwa Mungu kila wakati hufuatana na miangaza ya Roho Mtakatifu ambaye sisi ni hekalu lake. Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo, ndiye mwakilishi wake. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo hapa duniani, maana yake ni Roho wa Kristo. Lakini pia katika kitabu cha Special Testimony Series B namba 4 ya ukurasa wa 23, The Publishing Work at College View ya mwaka 1995, mjumbe Mungu anaandika, wana Mungu mmoja na Mwokozi mmoja na Roho mmoja, Roho wa Kristo. Roho wa Kristo, Mungu mmoja, nafsi ya kwanza, Mwokozi mmoja, hapa ubinadamu wa Kristo, Roho mmoja, nafsi tatu ya uungu ambaye ndiye Roho wa Kristo, ndiye Roho wa Kristo, Roho wa Kristo. Kwa utagundua kabisa Biblia imeweka wazi, Biblia imeweka wazi kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo, na hii ni nafsi inayojitegemea, ni nafsi inayojitegemea. Kwa hiyo namalizia na nukuu hapa. Kuna nukuu ya manuscript namba 44 kurasa ya mwaka 1998 inasema hivi: Kristo alimpa mwakilishi wake nafsi ya tatu ya uungu, Roho Mtakatifu. Zawadi hii haikuweza kushinda, anasema zawadi hii Roho Mtakatifu anasema inaweza kutakasa, itakuwa msaada wake, kwa sababu angetoa zawadi zote kwa moja. Siku ya Pentekoste Kristo aliwapa wanafunzi wake Roho Mtakatifu kama mfariji wao. Ilikuwa daima kukaa na kanisa lake. Hapa imeitwa nafsi ya tatu ya uungu. Lakini pia katika nukuu katika kitabu cha MS namba 20, manuscript ya 20 ya mwaka 1996 anasema hivi: Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa maana yeye hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Wakati shahidi huyu anapochukuliwa ubeba ushahidi wake mwenyewe. Roho Mtakatifu ana utu, vinginevyo asingeweza kushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hivyo tumeambiwa Roho Mtakatifu ni nafsi. Ndio maana kuna kauli zinasema nguvu kuu tatu za mbinguni. Yaani ubaya zaidi ni kusema nguvu kuu tatu za milele na zilizo sawa. Huo ndio ubaya. Lakini kauli za nguvu kuu tatu, kauli za waheshimiwa watatu, hizo kauli hazina shida. Lakini kibaya ni kusema kwamba nafsi zote tatu ni za milele na ziko sawa. Huo ndio upinga Kristo mkubwa sana. Je, ubinadamu wa Kristo ni wa milele? Si una mwanzo? Kwa hiyo kuna nafsi kuu mbili za milele, lakini moja haina mwanzo. Moja ina mwanzo ambao ni matokeo ya kafara, ambao ndio ubinadamu wa Kristo. Sasa somo linasema Biblia na wewe unabii yafanua nafsi tatu za uungu. Nafikiri nimekufanulia vizuri juu ya hoja hizo. Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari na kufuatilia somo hili. Nimekupatia sehemu ya kwanza, lakini wakati mwingine nitakupatia sehemu ya pili ili tuendelee kujifunza na kuelewa zaidi juu ya namna ambavyo Biblia na roho ya unabii vinavyofafanua juu ya nafsi tatu za uungu. Nafsi ya Baba, binadamu wa Kristo uliotukuzwa, Roho wa Kristo ambaye ametukabidhi, tumepewa kama zawadi milele baada ya Yesu kuchukua ubinadamu wetu, yeye kutupatia uzima wake. Alikufa kifo kilichokuwa chetu kusudi tupokee uzima uliokuwa wake. Desire of Ages ukurasa wa 25. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia masomo haya. Usiache kushare, kusubscribe, lakini pia kulike ujumbe huu ili uendelee kuwa mwanafamilia mwenzetu katika channel hii pendwa ya Kanisa
la saa 11. Tupige magoti tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi hiki. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa somo hili ambalo umetoa kupitia mtumishi wako, somo ambalo limetoa na kutunabaisha juu ya nafsi tatu za uungu, mbili zikiwa ni za milele na zimekuwepo milele zote na ndio zimehusika katika uumbaji, lakini moja ikiwa ni matokeo ya kafara ambayo ndio huo ubinadamu wako uliouchukua na ili kwamba uchukue asili yetu uweze kushughulikia hii dhambi. Na kweli kwa kuchukua binadamu wetu tumepata hata zaidi kuwa karibu na wewe kuliko hata kama tusingelianguka. Asante kwa kafara hiyo kuu ya ajabu kwa ajili yetu. Dunia haijui. Tunatamani dunia ijue, ndio maana tunahubiri masomo haya katika mitandao hii na kule Filipi. Tunaomba hayo tukiamini umesikia na utatusaidia na tutatufanya tuendelee kuishinda dhambi kwa sababu umetupatia karama hiyo kuu. Ni katika jina lako Yesu. Amina. Asante sana. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno.
Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli, wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli, wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.